Kamanda wa polisi mkoa wa Ruvuma, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Marco Chidia, ametolea ufafanuzi juu ya klipu iliyokuwa ikisambaa katika mitandao ya kijamii ikielezea tukio la kutekwa kwa mtoto Shadrack. Picha hizo mjongeo ama video zilianza kuonekana Machi 12, 2025 katika mitandao mbalimbali ya kijamii ikidaiwa mtoto huyo ametekwa ambaye ana umri wa miaka 11 kwa jina la Shadrack Adam, mwanafunzi wa darasa la 6 shule ya msingi na Njoka Tunduru mkoani Ruvuma, na kisha kupelekwa Dar es Salaam, jambo ambalo kamanda anasema sio la kweli. Amesema kwa mujibu wa maelezo ya mama mzazi wa mtoto huyo aitwaye Tatu Mbwana, Machi 10, 2025 mtoto huyo aliiba shilingi 9,000 na majira ya saa 1 jioni alitoroka nyumbani kwenda stendi ya mabasi na kukimbilia Dar es Salaam. Chidia amesema baada ya mtoto huyo kufika Dar es Salaam, eneo la Mbezi, alianza kudhurura na kuokotwa na msamaria mwema, na alipojua mtoto huyo alidanganya kwamba ametekwa na watu waliokuwa kwenye gari na kumtoa Tunduru hadi Dar es Salaam. Mama mzazi wa mtoto huyo amesema sio mara ya kwanza kwa mtoto huyo kutoroka. Alishawahi kutoroka mara ya kwanza kwenda Dar es Salaam na mara ya pili kwenda Masasi baada ya kuiba fedha. Mimi ni Bakari Chijumba, na hapa nako nafasi ya kusikia kile ambacho mtoto huyo alikisema baada ya kufika Dar es Salaam na kuokotwa na msamaria mwema. Hapa msamaria mwema akiwa anaelezea aliyoambiwa na mtoto, kisha baadaye utasikia mtoto huyo akizungumza baada ya kurejeshwa nyumbani kwao, na pia utamsikia kamanda wa polisi. Ndugu wanahabari, hali ya mkoa wa Ruvuma ni salama. Jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma tunaendelea vyema na majukumu ya kusimamia sheria za nchi na katika kuhakikisha kwamba usalama wa raia na mali zao unakuwepo. Nayo chukua nafasi hii kutoa taarifa ya kupatikana kwa mtoto aliyedaiwa kutekwa. Napenda kutolea ufafanuzi juu ya video mjongeo ilionekana kusambaa tarehe 12 mwezi wa 3, 2025 katika mitandao ya kijamii juu ya kutekwa kwa mtoto Shadrack Adam, miaka 11, mwanafunzi wa darasa la 6 wa shule ya msingi na Njoka B iliyoko Tunduru, na kupelekwa jijini Dar es Salaam, taarifa ambayo sio ya kweli. Ukweli wa tukio hili ni kwamba tarehe 10 mwezi wa 3, 2025 kwa mujibu wa maelezo ya mama mzazi wa mtoto huyo kwamba majira ya saa 1 usiku huko kijiji cha Nanjoka wilaya ya Tunduru, mtoto Shadrack Adam alitoroka nyumbani kwa mama yake mzazi aitwaye Tatu Mbwana baada ya kuiba shilingi 9,000 iliyokuwa kwenye jaketi la mama yake, kisha kwenda kwenye stendi kuu ya mabasi Tunduru na kupanda basi la kampuni ya Selulu inayotoka Songea kuelekea Dar es Salaam na kushikia stendi ya Mbezi, Dar es Salaam tarehe 11 mwezi wa 3, 2025. Mtoto huyo alianza kuzurura eneo hilo la stendi ya mabasi Mbezi, na ilipofika majira ya saa 3 asubuhi aliokotwa na msamaria mwema ambaye jina lake tumelihifadhi na kumpeleka nyumbani kwake na kuanza kumhoji. Ndipo mtoto huyo alidanganya kuwa ametekwa na watu waliokuwa kwenye gari na kumchukua hadi Dar es Salaam. Baada ya kutoa taarifa hiyo, msamaria mwema huyo alirekodi video fupi na kuisambaza mtandaoni kwa ajili ya utambuzi wa ndugu zake, na ndipo mama mzazi wa mtoto huyo alipowasiliana na mtoa taarifa kwa ajili ya taratibu za kumrudisha mtoto Tunduru na kupokelewa Tunduru akiwa salama. Aidha, mama mzazi ameeleza kuwa mtoto huyo hakutekwa bali amekuwa na tabia ya kutoroka nyumbani, na hiyo ni awamu ya 3 anatoroka. Mara ya kwanza alitoroka na kwenda Dar es Salaam, mara ya pili alitoroka na kwenda Masasi, na mara hii ya 3 tena ametoroka na kwenda Dar es Salaam baada ya kumuibia fedha. Jeshi la polisi linapenda kuwatoa hofu wananchi wa mkoa wa Ruvuma juu ya tukio hili, wananchi wa mkoa wa Ruvuma juu ya tukio hili kuwa mtoto huyo hakutekwa, na yeye mwenyewe baada ya kumhoji amekiri kuwa alitoroka baada ya kuiba fedha
za mama yake. Jeshi la polisi linatoa wito kwa wazazi na walezi kuhakikisha wanakuwa mstari wa mbele kwa kuwasimamia kwa karibu watoto wao na kuwachukulia hatua mapema hawajakomaa, na kwamba hakuna utekaji wowote wa aina yoyote katika mkoa wetu huu wa Ruvuma. Asante sana. Naitwa Shedrack Adam Mohamed, nasoma shule ya msingi Nanjoka, darasa 6A. Mimi nilimtoroka mama, nikachukua koti lake na hela yake. Ni moja kwa moja nikaenda hadi sokoni, nikaenda hadi stendi ya mabasi, nikakwea basi, nikafika hadi Tunduru, nikafika hadi Dar es Salaam. Pale Dar es Salaam nikashuka, nikaanza kuhangaika, nikafika jioni, nikakaa sehemu, mara tu akamtokea mtu akasema, wewe unatoka wapi? Nikamjibu Tunduru. Nakaa mtaa wa ndege, akasema twende nyumbani kwako, twende nyumbani kwangu. Nikafika hadi nyumbani kwake, akaniuliza maswali, wewe umefikaje? Nikamjibu kwamba nimefika huku kuna mtu aliniteka, alinikamata. Kwa hiyo yeye alitoka, mimi nikatoka, nikamtoroka. Na hadi sasa kanikuta pale, nimekaa. Akasema, haya, nenda ndani ukalale. Kesho asubuhi utawasiliana na wazazi wako, utajua. Mara asubuhi nilipoamka akaniambia, kuna ndugu yako tumepata, anaitwa Ismail Seif Ndima. Akafika pale mjomba Suna, akaja kunichukua, akanipeleka nyumbani kwake, akachukua nauli, akanipeleka stendi pale, akanipeleka basi. Moja kwa moja nikafika hadi Tunduru. Sasa hivi niko na mama. Habari ya asubuhi ndugu zangu. Huyu mtoto mnaomuona hapa amepotea, ametokea Tunduru. Alitumwa maji na mtu asiyefahamika. Alivyomletea maji akamchukua kwa nguvu, akamuingiza kwenye gari, akamleta mpaka Kibaha. Ameokotwa huku Kibaha, mtaa wa Kilimahewa, kata ya Tangini. Yuko kwenye ubalozi namba 6 kwa Mama Munji, maduka matatu. Yeyote atakayemfahamu au msambaze kwenye magrupu mengine, yawezekana akapatiwa msaada. Lakini yeyote atakayemfahamu apige simu namba 0692 34 74 58, 0692 34 74 58. Mama Munji, balozi wa mtaa wa maduka matatu. Anasoma shule ya msingi Nanjoka Tunduru, shule ya msingi Nanjoka Tunduru.